Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alaihi wasallam. Nimesimama kwa ridhaa ya mheshimiwa diwani kwa sababu kuna wageni wengine wanatusubiri kule ofisini. Hasa tukaona kuliko aanze yeye, na yeye anatakiwa aongee muda mrefu kama alivyosema shehe hapa kwamba pamoja na miraji hii lakini yeye pia atakuwa na salamu zake za shukrani. Kwa hiyo ili tusimharakishe katika maneno yake, ni vyema sisi tukaongea kwa kifupi sana, alafu yeye tukamwachia fursa aweze kuendelea nasi kwa ajili ya shughuli hii maalum. Ndugu zangu waumini wa Kwayondu, katika madrasa hii ya shehe wetu wa kata ya Masange, Sheikh Othman, nirudie tena kuwasalimia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anafurahishwa sana na vikao kama hivi, vikao ambavyo waumini wanakaa kwa ajili ya kumtaja yeye, kumtakia sifa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuelimishana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine kukatazana yaliokuwa maovu na kuamrishana yaliokuwa mema. Allah anavipenda sana vikao hivi, na kwa mafundisho matukufu tunaambiwa vikao kama hivi vinafunikwa na mbawa za malaika. Ni vikao vya heri, tusividharau. Ndugu zangu, kama ambavyo nimetambulishwa, tumekuja kwa niaba ya mheshimiwa mbunge kipenzi chetu, dada yetu, mwanetu, wengine mdogo wetu, Daktari Ashatu Kijaji, ambaye mmempa ridhaa ya kuongoza jimbo letu hili kwa vipindi vitatu mtawalia, kwa maana ya vipindi vitatu mfululizo. Kwa hakika anakushukuruni sana kwa kumwamini, lakini kulipa kwake fadhila ni kuwatumikia nyinyi kwa moyo wa dhati, kwa nguvu zote, kwa kadiri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyojalia na kwa uwezo wake wote. Na nyinyi ni mashahidi, na shehe wetu hapa ni shahidi. Amesema kila alipokuwa akimuita alikuwa hasiti kuja, lakini awamu hii alimwalika, akatoa masharti kwamba kama umebanwa na majukumu basi tuma wawakilishi wako, nisikutawalisha, nisikulazimisha sana ukaacha majukumu mengine, tuma wawakilishi wako. Naye hakusita akafanya hivyo, ndio maana sisi tuko hapa. Ndugu zangu waumini, kwa hakika hili ni jambo jema. Tumeitana hapa kwa ajili ya kukumbushana kisa cha Miraj, ambayo ni safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safari ya kiibada, safari ya kimafunzo. Na kisa hiki ndicho ambacho kama ambavyo kinasimuliwa, ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alienda kumkabidhi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ya swala tano. Kwa hakika ni jambo jema tukikaa na tukikumbushana visa kama hivi. Tukiacha kukumbushana, hawa vijana ambao tunawalea hawawezi kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawawezi kufahamu historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pengine hawawezi kufahamu historia ya dini ya Kiislamu, jinsi ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokabidhiwa dini hii, na yeye bila hiana akaja akafanya mafundisho kwa maswahaba wake, kisha tabiina na tabiina wenyewe na maulamaa ambao leo hii tunaambiwa ni warithi wa mitume, na mitume hawarithiwi isipokuwa elimu. Yaani huwezi ukarisi nguo kwa mtume, utarisi elimu. Na hawa maulamaa ambao tunao mfano wake leo hii wakina Sheikh Othmani ndio warisi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wanafikisha yale ambayo
mitume walitakiwa kufikisha. Wao wanafundisha yale ambayo mitume walitakiwa kuyafanya, na wao wanaamrisha yale ambayo mitume walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo wao ni badali ya mitume, na ndio maana tunatakiwa heshima ile ile ambayo ulitakiwa umheshimu mtume, basi mheshimu mwalimu wako wa madrasa. Lakini heshima hizi zisiishie tu kwa walimu, lakini pia tuwaheshimu viongozi wetu, kwa sababu hayo ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba muogopeni yeye, waogopeni mitume, na kisha wale wenye elimu nao si wengine ni viongozi wetu. Mheshimiwa Daktari Ashatu alitamani sana kuwa nasi siku ya leo kama ambavyo ni kawaida yake. Hii kwa Yondu hii, mimi nikiambatana naye tumeshakuja mara nyingi sana kwenye chumba kile pale, lakini tumeshatembelea mara nyingi sana kwenye hii madrasa. Walitamani sana, ni kutokana tu na kubanwa na majukumu. Ametutuma sasa nitoe salamu zake baada ya utangulizi wangu. La kwanza, anakushukuruni sana kwa kuendelea kumwamini na kumchagua kwa kura nyingi sana ili aendelee kuwatumikia. Lakini la pili, anasema ada yake ya kuwatumikia wanajimbo la Kondoa iko pale pale, ni yeye amejiwekea, na kama ambavyo ilivyo ada ya mja ukijiwekea inakuwa ni kama lazima. Kwa hiyo yale yote ambayo alikuwa akiyafanya miaka yote hii 10 iliyopita ataendelea kuyafanya. Muhimu tuendelee kumwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee kumwezesha ili aweze kutenda kama ambavyo amekusudia. Lakini la tatu, ametutuma tuambie kwamba msisite na wala msichoke kutoa ushauri kwenye ofisi yake, lakini kuhoji yale ambayo mnafikiria hayaendi vizuri, naye hatosita kusikiliza ushauri wenu na kutekeleza kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia. Na la mwisho, sio kwa umuhimu bali katika mpangilio tu wa hoja, anawaomba sana muendelee kuiombea nchi yetu amani, ili tuweze kuendelea kuishi kwa amani. Bila amani haya yote yasingefanyika, na nyinyi ni mashahidi. Tarehe 29 Oktoba nchi ilipokuwa kwenye kipindi kigumu, yani shule zilifungwa, madrasa zilifungwa, lakini maduka yalifungwa na huduma nyingi zilifungwa. Uongo kweli? Kwa hiyo tunaomba tuendelee kuiombea nchi yetu amani, lakini zaidi tuendelee kuwaombea viongozi wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haswa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ili aweze kuendelea kutenda vyema na aendelee kuiongoza nchi hii katika hali ya amani kama ambavyo tumezoea amani katika nchi yetu. Na pia muendelee kumwombea yeye binafsi mheshimiwa mbunge, Allah aweze kuendelea kumpa afya njema, lakini aweze kuendelea kumpa subira, busara na uchakarikaji uliomwema, na asichoke kutumikia. Baada ya kusema hayo, shehe wangu, naomba sasa nirejeshe maiki hii. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumejifunza nini kwenye miraji? Kwanza, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuta katika ibada, safari yake hii imekuwa ni safari ya kihistoria, lakini ikiwa na utalii ndani yake. Tumpende Mtume. Tutakuja kuelezwa kwenda hija, jinsi tulivyosomewa. Leo unatakiwa uchukue tu, uamue uishi kwa namna gani au utakavyo. Mtume ameukuta watu watoaji, ameukuta watu wakifanya ibada, ameukuta watu vinapondo vichwa vyao, kila vinapopondo vinarejea kana kwamba. Akauliza ni watu gani? Akajibiwa
Mtume amewakuta watu wanalima siku moja na kuvuna siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni namna leo unatakiwa uamue naishi maisha gani, watakuja kusema wenyewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tuwape hongera na pongezi kubwa kukusanya umma huu kwa ajili ya kutambua dini yao, na ni wachache katika wengi ambao watu wameghafilika leo watu kuelezwa historia ya swala tano. Mungu awalipeni kila la kheri, na hapa mmepandikiza mbegu sahihi juu ya vijana wenu. Wanatambua kwamba inapofika Rajab ndio mwezi pekee ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi amekwenda kupewa jukumu la swala 50 ambazo hizi leo watu waneswali, lakini zikashuka mpaka zikafika swala tano, kwa maana kwamba mtu atakayeswali swala tano ni sawasawa ameswali swala 50. Tukaelewa namna hii, lakini tukaelezwa safari namna ambavyo ilivyokuwa, kuna vigingi vingi, lakini tunakumbushwa hapa jambo lolote la kheri lazima liwe na ikhtilafu. Kwa Mtume hakuenda tu raha tu aende moja kwa moja, lakini kama tulivyosikia al-akhi hapa ameeleza, akakuta watu wanapondopondo vichwa vyao, haula ni wakina nani hawa, manifahamu. Mtume akaswali pale, akauliza hapo unaswali hapo uliposwali unapajua? Yani kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa ujifunze. Kwa maana hii basi, kheri yoyote ambayo unapoiendea ama unaoifanya lazima itakuwa na changamoto. Ndio maana kwa kumaliza, mimi nimepewa niseme tu, naweka sawa hawa walimu wenzangu ambao tulikuja nao. Ndio maana unakuta swala ni nzito, hizo swala tano hizo ni nzito kweli kweli, si wote hapa mnaswali, ama sio? Lakini mmekuja kusikiza swala tano. Kuna watu wanashindwa kuamka alfajiri. Sasa ungepewa safari ya kwenda kuchukua swala tano, ungefika wapi? Kama kuamka tu kwenda kuswali raka 2 unashindwa. Maana yake kuonesha kwamba swala sio kitu kidogo, na mtu atakayesali sala yake vizuri, swala ile ni kiumbe kama viumbe wengine. Swala ile inamuombea Mungu, hafidhahakallahu kama hafidhani, Mungu muhifadhi huyu. Ndio maana mtu mwenye swala akiswali sura yake inang'aa, hata kama ni mdala. Yaani hata ni mzee lakini sura yake ni nzuri na ina nuru. Angalieni wasichana wajuzi tu wamekuwa ni wadala wa zamani kwa sababu ya kutokuacha kuswali. Kwa hiyo tunapokuja katika miraji lazima kuna vitu vya kujifunza. Kitu cha kwanza, tuheshimu swala tano. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ghurra al-mayamin. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nimshukuru shekhi wetu Sheikh Uthman hafidhahu Allah wa ra'ah, Allah muhifadhi. Bwana msemi amin. Amina. Yani mpaka hata dua mtaki kuitikia. Allah tuhifadhie shekhi wetu. Amina. Kwa hiyo tunamshukuru kwamba hii sisi kufika hapa sababu ni yeye, kwa wito wake na amri yake. Sisi ni vijana wake kama mliposikia mwanzo alivyosema, na mimi wallahi alhamdulillah, hii ni mara ya pili kwa Yondu nafika. Baada ya siku ile tumekuja haraka haraka hapa usiku, ile jioni magharibi tumesali hapa tukiwa na mzee Kisukari, tumemrejesha hapa, au mnamuita mzee Land Rover kutoka haji, na alisimama alakh Sheikh Njoki akazungumza pale kwa dakika chache, lakini tulikuwa pamoja. Na magharibi nilisalisha mimi mpashe, mlinipa siku ile magharibi nikasalisha, nakumbuka hilo kwa Yondu. Alhamdulillah, leo ni mara ya pili niko hapa. Nimekuja katika kisa ya Mi'raj,
Kisa ya Miraj ina mafundisho mengi sana. Unapokuja hapa haitakiwi urudi kama ulivyokuja. Takiwa ujifunze kwamba tumeenda kusoma kisa ya Miraj, lakini kuna kitu gani ambacho nimeondoka nacho katika elimu. So kuishia tu kwa kisa ya Miraj, hapana. Kuna madarasa, kuna masomo ambayo yanapatikana ndani ya hilo kisa. Mimi ni waache na darasa moja tu. Sheikh amewaacha na moja la swala, lakini mimi ni waache na moja pia. Kisa ya Miraj imekuja katika wakati mgumu sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukio hili lilikuja katika kipindi kigumu sana ambayo ilikuwa inaitwa Amul Huzn, mwaka wa huzuni. Wale watu muhimu ambao alikuwa akiwategemea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumhami katika kuifikisha hii dini ya Allah tabaraka wa taala, walikuwa wameshaondoka. Akapata upweke mama wa kihistoria katika Uislamu, Bi Khadija radhiallahu anha wa ardaha. Allah alimchukua na ilikuwa ni kiungo kikubwa sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna mwanamke atakayepatikana kama Khadija katika ulimwengu wa leo ila qiyam saa. Hakuna. Mali yake aliitumia katika hii dini. Kama mnavyojua, alikuwa ni mwanamke mwenye pesa. Bi Khadija alikuwa ni mfanyabiashara, lakini huwezi kuta kihistoria kwamba alitoa mguu wake kwenda sokoni kwenda kufanya biashara, lakini alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo unaweza ukawa nyumbani kwako, lakini wewe ni mfanyabiashara. Ina maana lazima mulielewe hilo, maana hii nukta hii mmeichukua kama mzozo sasa hivi katika ndani ya majumba yenu. Kama mbona Bi Khadija mnatuambia alikuwa mfanyabiashara na mimi unanikataza kwenda sokoni? Unaenda kushinda kutwa nzima huko, unapigana kutwa nzima, unarudi pale hohe hae. Haya, na mzee naye karudi yuko hoi. Nani ndio kuhudumia mwenzake? Mwanamke anaitwa ni Sakina, si ndivyo? Kitulizo yuko hapa kutuliza mtu hapo. Yuko hoi, karudi kutoka kazini. Mnashikilia nukta ya Bi Khadija. Muielewe vizuri, Miraji mmeisoma hapa. Bi Khadija alikuwa mfanya biashara, lakini sio wa kutoka. Allah alimjalia Bi Khadija akawa na mali, lakini pia alikuwa na uzuri. Wanaume wanakanyagana pale Maka kupeleka posa kwa Bi Khadija, akituma vijana kwenda kupeleka mali zake kwenda Sham. Liilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Bi Khadija mali yake na yenyewe ilikuwa kipelekwa katika hizo misafara. Na kisa ya yeye kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imetokea humo katika biashara, alipomtuma aambatana na vijana wake kwenda katika nini, biashara zake. Wakaleta sifa kemkem kwamba ni mwaminifu, mtu tumeshuhudia, hatujawahi kuyaona haya kwa mtu yeyote zaidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema mimi napeleka posa hapa. Sasa Bi Khadija huyu Allah alimchukua katika mwaka huo, lakini pia babu yake anaitwa nani? Babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa nani? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alichukuliwa na yeye na Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka huo huo, na ni katika mtu ambaye alikuwa anamlinda sana na heshima kubwa katika familia kupitia mzee huyu. Mtume alikuwa hawezi mtu yote kumdhuru wala kumsogelea koo yoyote ile, kwa sababu kuna wazee wakubwa na koo zilikuwa zikiheshimiana. Kwa hivyo alikuwa katika wakati mgumu sana. Watu hawa wote wawili wameondoka, Allah amewachukua, akabaki mpweke, akawa na huzuni, akafanyiwa mnaita nini, tours, akatolewa out na Allah tabaraka wa taala kwenda Isra wal Mi'raj. Hii ni out ya kutoka katika nini, katika mawazo fulani na huzuni ile aliyokuwa nayo, aje katika nini, apate furaha ya moyo, apate faraja. Kwa hivyo kisa hichi tunajifunza somo ambalo kutoka kwangu mimi tunataka tulichukue, la Sheikh Ramadhani nimeshalichukua, kwangu mimi chukueni ya kwamba tumejifunza leo katika Mi'raj
baada ya matatizo kuna faraja. Narudia, tunajifunza katika kisa cha Miraj, baada ya matatizo faraja iliyoja. Si alipata faraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya nini? Ya huzuni na matatizo na kadha wa kadha. Lakini pia hiyo ni A. B, kwamba baada ya subra inakuja nusra. Baada ya subra, ukisubiri sana, nusra ya Allah iko karibu kwako wewe. Kwa hivyo hata ukisubiri baada ya mume wako kuongeza mke, nusra iko karibu. Allahumma sallu ala rasulillah. Mume akiongeza mke mwenzako, raha au shida? Kwa nini waga mnapiga kelele kama ni raha? Unakuwa katika taharuki ya hatari sana, matatizo, moyo unauma, unakimbia, hujui unachokifanya, unasusa kupika, unasusa kumfulia nguo, peleka huko ulikochagua zikafuliwa huko. Taharuki, hata watoto wanalala njaa. Wewe subiri, kweli linauma. Linauma la kuletewa mwenza, lakini subiri. Unajua faraja inakujaje? Nusura inakujaje? Baada ya siku 7 atagawa nguo. Kanzu huku 5, huku 5, suruali 5, huku 5, majaketi, makoti, manini. Sasa wewe umepunguziwa mzigo wa kufua. Umepunguziwa mzigo wa kufua. So nusura hiyo. Kila siku alikuwa akilala kwako pale akikuchosha mzee. Paka saa mkartereka. Paka saa kalijua nkukujikare. Sasa zile siku zamu akienda kule, yale makerokero alikuwa akipata kutoka mzee, hakuna tena. So nusura hiyo. Isra wal Miraj imewafundisha hivyo. Baada ya matatizo inakuja faraja kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yalimpata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya kusubiri inakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niwashukuru sana. Mimi nasema kwamba kwa yeyote ambaye amehudhuria hapa, nyie tieni nia tu, tieni nia kwenda haji. Insha Allah ta'ala utakwenda. Innamal a'malu binniyat, nia bas. Allah ataleta kokote kule itakapotoka hiyo gharama, itakuangukia wewe, utakuwa hajat, si ndivyo? Hata nyinyi wasichana wadogo mkiomba, ombeni waume watakaowapeleka haji. Nipe mume mwenye uwezo aje nipeleke wapi? Tia nia kwanza, alafu atakuja huyo atakayekupeleka haji. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillahi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, wakina mama, dada zetu na watoto wetu wadogo zetu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nitumia nafasi hii kuwahusieni nyinyi pamoja na mimi kuihusia nafsi yangu kuhusiana na jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata kuhusiana waja wa Mwenyezi Mungu jambo lililokuwa bora na lililokuwa tukufu kama jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie hiyo tabia ya kumcha yeye iishi na sisi kwenye mioyo yetu mpaka mauti yatakapotufika, yale ambao wenzetu wamewafika yasitufike mauti hayo, ila Mwenyezi Mungu ametujalia tuwe sisi ni wacha Mungu. Imamu Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu ana maneno, anasema
alqalbu jamilun ahla min alwajhi aljamil. Alqalbu aljamilun, moyo mzuri ni mtamu au ni mzuri kuliko sura nzuri ya mtu alionayo. Ukiwa na moyo mzuri katika maisha ya jamii na binadamu wenzako, wewe utakuwa ni mzuri kuliko mtu mwenye sura nzuri na umbo zuri, lakini moyo wake ni mbaya. Maneno haya nikiwa nakisoma kisa cha Miiraji, basi Miiraji yote ilikuwa inafundisha tu tabia ya kuwa na moyo mzuri basi. Yaani kila kilichoelezwa katika ibada mutafarriqan, ibada mbalimbali, matokeo ya Miiraji ni kuwa na tabia bora, na tabia bora haiwezi kusilihi kama moyo hauwi mzuri. Tukitaka tujue kwamba ni kweli mazingira ya qisatul Miiraji, ukianza ile Miiraji, ukiacha Isra, Miiraji, yale matukio mtume alikuwa akiyakuta mbalimbali, kuanzia mbingu ya kwanza alipobisha hodi, Saidina Jibril anaulizwa uko na nani? Akasema niko na Muhammad. Qad ursila ilaina, je, ametumilizwa kwetu? Akasema Saidina Jibril, huyu ametumwa kwetu, ndiyo ametumwa. Hadithi zinavyozungumza za Miiraji, mtume alipoingia alisalimia mpaka alipomkuta Khalilur Rahman, mbani nani? Ibrahim. Alipomtolea salamu Ibrahimu alisema nini? Nifikishie salamu kwa umma wako, amani. Kauambie umma wako amani kwenye ndoa, kauambie umma wako amani kati ya jirani na jirani, kauambie umma wako amani kati ya mkubwa na mdogo, kauambie umma wako amani kati ya wanawake na wanaume, kauambie umma wako amani kwenye biashara, kuuziana na kununua, ndio amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kumsukuma Saidina Jibril, wanapanda na mtume katika matukio, wingu wa kwanza, wa pili. Walipofika wingu wa sita, Saidina Jibril anamwambiaje Mtume Muhammad? Hapa sasa kuna mstari mwekundu, mimi siwezi kuuvuka tena, nenda Muhammad. Mtume Muhammad alimwambia nini Saidina Jibril? Wewe ndiyo mwenyeji wangu, pahala pote tunapoenda huko wewe ndo wanaokujua, mimi nitakwenda kutasharafu na nani huko? Mbona unaniachia peke yangu? Sijui mitaa na vichochoro vya huko niendako, mbona unaniachia? Saidina Jibril akaweka utukufu wa Mtume Muhammad mahala pake, akisema ya Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu, pamoja na matukufu unaoniona nayo na ubora nilionao, hapa nikivuka mimi nimeungua, nitaharibika. Mashaka ndivyo lakini hapa hajajaliwa kuvuka wa kuvuka ila ni Muhammad peke yake. Wewe ukivuka hapa, kila unachokivuka cha hatari unakiunguza, na kilichokuwa cha kheri kinaendelea kusalimika. Hii ndio Miiraji. Mtume Muhammad alipoingia aliiona arshi ya Mwenyezi Mungu, si ndivyo jamaa? Alipoiona arshi ya Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad alipomoka akasujudu. Alipopomoka na kusujudu,
kuonesha kukiri uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad aliponyanyua kichwa chake, mara anamtazama kumuona Mwenyezi Mungu, Mtume akasemaje? Attahiyatu almubarakatu wassalawatu wattayibatu lillahi rabbil alamin. Angalia, Mtume Muhammad anatoa maamkizi kwa Mola wake. Mwenyezi Mungu alisemaje kumjibu Nabii Muhammad aliposema assalamu alayka ayyuhan nabiy, amani iwe juu yako Mtume Muhammad. Angalia Mtume Muhammad jawabu yake asemaje? Mwenyezi Mungu jawabu yake alisema nini? Mtume Muhammad anamjibuje Mungu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Hapa ndo nilipokuwa napataka. Hapa ndo Miiraji imekamilika. Hapa ndo natija ya Miiraji. Yote na yote Mtume Muhammad hakusahau umma wake. Assalamu, angalia, yeye ametolewa maamkizi na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ameenda yeye alivyo Muhammad. Hata Saidina Jibril amemwacha kule, anasema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Hiyo amani, huo moyo mzuri, hayo mapenzi, hayo mafungamano yawe juu yetu na yawe kwa wa ala ibadillah, na juu ya waja wa Mwenyezi Mungu walio wema. Tukitoka hapa, katengeneze moyo wako kwenye mazingira yako yote. Katengeneze moyo kwa mume, katengeneze moyo kwa ndugu yako, tengeneza moyo kwa rafiki yako, tengeneza moyo kwa mama yako, tengeneza moyo kwa watoto wako, tengeneza moyo wako mzuri kwa watoto wa jirani yako, tengeneza moyo wako mzuri kwa mume wa jirani yako, tengeneza moyo wako mzuri kwa kila kheri unayoiomba. Murudi muende mkasamehe. Ni kisatul Miiraji iliyosimamiwa na wakina mama. Usisubiri tena kwenda kuita watu wa kusuluhishe na mume wako. Mumetosha nyinyi wawili kuwa ni mahakimu. Mume wangu, nimerudi leo nimerudi Miiraji, mimi niliyoyakuta huko katika mbingu ya sita. Mume wangu, na kuomba leo yale yaliyopita yamekwisha. Nimetengenezwa na Mwenyezi Mungu kwa somo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unaisubiri Miiraji ili uoneshe mwaka huu jinsi ilivyokuwa na namna ulivyotengeneza, umevaa juba lako zuri na nguo yako nzuri, hii ndio nitakayotokea kwenda kwenye Miiraji, halafu ukirudi hakuna matokeo, wewe haujahudhuria Miiraji. Ndio al-Imamu Ali ibn Abi Talib maneno yake aliyosema, alqalbu jamilun, moyo mzuri, ahla min alwajhi aljamil, moyo mzuri ni mtamu, unapendeza kuliko mwenye sura nzuri, kuliko mwenye umbo zuri. Kuwa wewe eti una sura fulani ndo mwanamke, wewe si makamu ya wanawake wengine. Uzuri wa sura sio sababu ya kuwa wewe ndo mtu kamili. Kama unataka umebahatika kuwa una sura nzuri na maumbo mazuri, tengeneza sana tabia yako katika kila idara iliyopo. Tengeneza tabia kwa mume, tengeneza tabia kwa watoto wako, tengeneza tabia kwa marafiki zako, tengeneza tabia kwa majirani zako. Wewe utakuwa mama mzuri, kwa sababu Mtume Muhammad amemuweka mwanamke katika daraja yake akisema al-ummu madrasa. Mama ndiyo chuo. Mama ndiyo akitaka mtoto awe mwema atakuwa mwema. Mama akitaka mtoto awe jambazi atakuwa jambazi, hata kama baba yake ni mwana wa chuoni, hata kama baba yake ni mcha Mungu. Mama ndiyo chuo. Mwanamke una nafasi kubwa katika maisha ya dini, na jamii ikapatikana iliyo na usalama, kila mitaa itakuwa ina amani. Usipende kulipalipa mabaya,
Ukipata mume mwenye kuudhi moyo wako, ujue ibada ya ndoa ni ngumu, inahitaji daraja ya subra. Ukiikosa daraja ya subra, hakuna ndoa utakaoipata tamu, hata kama utaolewa na mtoto wako wa kiume uliomzaa mwenyewe. Huwezi kumkuta ameswilihi namna hiyo. Hata kama utaolewa na baba yako mzazi aliyokuzaa, hauwezi kukuta, utamkuta ana tabia za wanaume zile zile tu. Unachotakiwa ili ufaulu, subiri, fanya subra. Hata Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ametuwekea ibada zote. Watu wanatakiwa wafanye haji, watu wanatakiwa waswali swala 5, watu wanatakiwa wafunge mwezi wa Ramadhani, watu wanatakiwa watoe sadaka na zaka, watu wanatakiwa wafanye ibada mbalimbali. Mwenyezi Mungu akasema siku ile ya mahshari yake ameipa sifa, akasema yauma la yanfau malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, siku ambayo hiyo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake ila atakayekuja mbele ya Mwenyezi Mungu na moyo wake ni msafi. Huna mifundo na wenzako, ukiudhiwa ni mwepesi kusamehe, ukamuiga Mtume Muhammad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in udhiya yafu, wala Mtume sasa anasema alikuwa akipewa maudhi, tabia yake alikuwa anakimbilia kusamehe. Hasubiri mpaka mtu aje anengeneke, naomba basi umnisamehe. Wengine hawakujaliwa, hawajui namna ya kubembeleza msamaha. Mwingine anajua kujuta tu. Wangapi wameelewa kisatul mi'raji na wako tayari wakirudi majumbani mwao walioolewa wataenda kusamehe waume zao kwa makosa makubwa na madogo? Hebu tunyanyue mikono juu. Ambao wanaomwamini Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walioudhiwa na waume zao makosa makubwa na madogo, hebu wanyanyue Mtume Muhammad, waambie ya Rasulullah, sisi ni wafuasi wako. Hamtaki kuwa wafuasi wa Mtume Muhammad? Semeni ya Rasulullah, sisi ni wafuasi wako, tuko tayari kwenda kusamehe yaliyopita juu ya waume zetu. Na Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe subra na utupe malipo ya subra, na utujalie tuwe sisi ni katika wakina mama walio watu wema. Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri. Mwenyezi Mungu awabarikieni darasa lenu hili lizidi kunawiri, lizagaze miale ya nuru yake katika mji huu wa Koyondu. Iwe mji huu ni sababu ya mabadiliko ya maisha ya Kiislamu ya mwanamke, na iwe ni sababu ya mwanamke wa Kiislamu kuwa yeye ndiyo chuo cha malezi katika mioyo ya watoto wa kiume na ya watoto wa kike. Inshallah. Mwenyezi Mungu atupe mwisho uliokuwa mzuri. Wasemaji nimewaleta, hao ndio wasemaji, pia na nyinyi nimewaleta wasomaji. Kuna wasomaji nimewaleta hapa na wasemaji. Watekelezaji ni nyinyi na sisi. Basi nipeleke maiki kwa mheshimiwa mpya, na siku ya nani atakuwepo hapo, siku ya Maulidi mwezi wa 8, kama Mwenyezi Mungu ampe akupe. Alikuwa anauliza, nikamwambia tunasomea hapa, kumbe hajawahi kufika. Tutakufikisha hapa alafu inshallah. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, napenda niungane na wote ambao wameanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye pekee ametujalia tukaweza kukutana katika wasaa huu. Ndugu zangu mashehe ambao pia nimewazuia mwishoni hapa, mimi nataka nizungumze kama dakika 15 tu, lakini zinaweza zikazidi kidogo au zikapungua, sababu wakati unazungumza, si ndio Lakini nilikuwa naomba shehe wangu tutakuwa na dua ya pamoja na hawa wasomi wa dini ya pamoja, hata kama ni zile sura 3 tutasoma kwa pamoja. Ndugu zangu, nina furaha kubwa sana
kufika hapa na kukutana nanyi. Je, nyinyi mna furaha pia? Sana. Kuna ndio. Furaha yangu inakuja baada ya kukumbuka siku niliyokuja hapa kuja kuwaomba ridhaa, nikiwa nilizungumza na kina mama peke yao, nikaomba ridhaa, naomba mniamini ili niweze kupokea kijiti, basi na mimi niweze kuendeleza gurudumu hili la maendeleo, hususan katika kata ya Masangi. Kwa hiyo furaha yangu inakuja pale ambapo nimekuja hapa leo nikiwa naitwa mheshimiwa diwani, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye amewaelekeza nyie mkaenda kutiki kwenye jina langu siku hiyo, nasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amina. Ndugu zangu, tulikotoka tumetoka. Mmenielewa? Tulikotoka tumetoka, yaani hatupo tena. Tulitoka kwenye michakato ya kusaka kura, tulitoka kwenye kipindi cha uchaguzi. Kile kipindi hakipo tena, ndio maana nikasema tulikotoka tumepatoka, hatupo tena, tunasonga mbele. Tafsiri yake ni kwamba nataka niwaambieni uchaguzi umeisha. Kilichobaki kwangu mimi ni kuwatumikieni kwa yale ambayo yaliahidiwa kwenye ilani, lakini mengine pengine niliahidi mimi kama mimi. Naomba sana Mwenyezi Mungu anijalie niweze kuwatumikieni vema. Na kwa sababu kule tumetoka, kwa hiyo si vema tukawa tunarudia tena. Huyu alikuwa niungi mkono, yule alikuwa hayupo na mimi, nani alikuwa ananisema vibaya. Binafsi nasema hivi, kama mimi kuna mtu alinikera kipindi hicho, ninatamka hapa kwamba nimemsamehe kutoka moyoni. Sawa sawa, eh? Maana yake tunakwenda kuanza upya. Na haya niliyasema juzi, ile tarehe ngapi ilikuwa nimekuja hapa kwa wananchi kule. Kuna watu kina mama waliopo hapa ni wengi sana. Nilikuja kwenye mkutano wa hadhara kwa ajili ya kuwashukuru, lakini ninafuata nyayo zangu zile. Hapa pia nilizungumza na kina mama wa Kiislamu, nikaomba mnipe ridhaa, lakini bado nitaendelea kwenye vitongoji, nitapita na kwenye maeneo mengine ambayo tulipita. Mama Mriki anafahamu, hata kule Dabiri tuliambiwa turudi, na habari njema tu nikwambie, umeme umeshafika kule. Ile madarasa ya pale tayari wamewasha umeme. Lakini ndugu zangu, kwa sababu ya muda na kwa sababu nimesema mimi nimewasamehe, na kwenye masuala ya uchaguzi unaweza ukawasamehe watu usiowajua, si ndio eh? Lakini Mwenyezi Mungu anawajua, lakini na wenyewe wanajijua, si ndio eh? Niliowasamehe, si ndio eh? Basi na wenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawafahamu na wao wanajifahamu, basi na wao wanisamehe kama kuna mahali niliwakwaza. Maana yake sasa tutoke wote kule tulikotoka, si ndio eh? Tukiwa wamoja, tukiwa wapya, tukiwa na kwa yondu yetu mpya. Sawa sawa, kwa yondu ya miaka 5 ijayo. Ninaombeni sana mnipe ushirikiano kwenye majukumu yangu haya,
ni majukumu yana uzito wake, lakini watu wakikupa ushirikiano kiongozi, majukumu yale mazito huwa yanakuwa mepesi. Uongo kweli? Katika hilo nina imani kwa nyinyi ambao mnasoma dini hapa, sina wasiwasi kabisa na nyinyi, najua mtanipa ushirikiano. Ndugu zangu katika imani, wameongea mashehe zangu wameongea, lakini leo kwenye kisa hiki ambacho mepitia, mimi niseme tu yale yote ambayo tumepitishwa, maeneo yote ambayo tumepitishwa kwenye safari ile, kila moja ajitathimini. Ukijitathimini unaweza ukakuta katika maeneo yale kuna eneo mojawapo limekugusa, ndio maana yake. Sasa unasema hapa limenigusa vizuri, hapa limenigusu. Yani sisi walimu tunasema kuna hasi na chanya, ndio hapa lilikuwa ni hasi na hapa limekuwa chanya. Kwa hiyo unaelekea kule ambako mwelekeo na matakwa ya Mwenyezi Mungu yanataka. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo pia mtarudi hapa leo mkiwa wapya pia. Kwa kisa hiki cha leo pia mtarudi mkiwa na ndio maana mmoja katika mashehe amesema mtafika, mtawaomba misamaha waume zenu, lakini mtaanza ukurasa mpya. Shehe wangu, shehe wa kata, unajua nilikuwa nazungumza hapa na waliomwakilisha, waliotoka ofisi ya mbunge, wakasema wameahidi mambo mengi, mengine wametekeleza, mengine wanaendelea kutekeleza. Lakini mimi nikaogopa. Mimi naogopa kuahidi mambo mengi. Mimi nataka tu ni kuahidi kwamba la kwanza nitakupa ushirikiano wa hali ya juu. Nitakupa ushirikiano kadiri ambavyo nitakavyojaliwa, nitakupa ushirikiano sana. Labda wewe uamue kuniacha. Ushirikiano huu utalenga maeneo mengi, lakini yakiwemo yale ya kiushauri, hasa kwenye maeneo ambayo kama hivi hapa una swala hili umelizungumza la kompyuta, nini kifanyike, lakini yako mengi ambayo wewe ni matarajio yako kwenye mpango wako kwa ajili ya maslahi mapana ya madrasa yako, tutashauriana. Lakini kwa hali na mali pia naomba pia unishirikishe kwenye shughuli zako kama hizi za kidini, tuweze kuwa pamoja. Lakini ambalo mimi moja ambalo nataka niahidi, kwa sababu nimeona unapata shida sana, sisemi ni lini nitatekeleza, na ndio maana nikasema na hao mashehe wa Kingale na wapi, nimesema baadaye tuombe dua. Nataka nikuahidi lile ambalo naona unapata shida. Yaani wewe unapata shida, anakuja kule kwangu na stationery kule, pata shida, mara photocopy, mara sijui nini, kuchapa barua, kufanya nini, na hasa anapofika kwenye maandalizi ya maulidi na mambo mengine, si ndio? Mimi ni hili la kompyuta naomba uniachie mimi. Kompyuta moja kwa ajili ya shughuli za hapa chuoni. Msalieni Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ipo haja ya kumsifu Bwana
Asanteni. Na hiyo kompyuta itakuja ikiwa complete, maana yake ina printer yake. Yaani mtu akichapa aprint na ile taarifa itoke. Kama ni ratiba ya ligi yako, si ndio ichapwe pale, kwa maana nimekupunguzia na safari za kuja kule Masange. Si ndio Lakini lini? Mniombee dua. Lakini hili naondoka nalo. Na hilo litaambatana na shukurani zangu. Si ndio Kwa hiyo kwa sababu ya muda naomba tu niwaahidi kwamba nipo tayari kuwatumikieni kama ndugu yenu katika imani, lakini kama mwananchi wa kata ya Masange. Si ndio wanasema usiku na mchana. Kikubwa tu ni mawasiliano yawepo.